Wakati mpira unatoka mpigaji hakuwa kwenye eneo la kuotea. Hakuwa kwenye eneo la kuotea. Yes. Kimazingira kwenye lile eneo. Inawezekana kilichozungumzwa na Mheshimiwa Paul Makonda Jumamosi kuhusiana na masuala ya VAR nini vitu kama hivyo. Ingawa najua kuhusu fair competition itabidi mechi zote ziwe zinatumika kwa sababu hawezi kufunga kwenye viwanja viwili na ikawa fair kwa sababu ligi ni moja. Haiwezekani maana wanaotumia Benjamin Mkapa kama uwanja wa nyumbani watakuwa na faida, maana watakuwa na mechi 15 za VAR wakati ndugu zangu wa Mbeya City wakawa hawana. Lilikuwa ni tukio tight sana. Ndio maana tunapishana maoni na mitazamo kwamba kuna nao wasema ni offside, kuna ambao wanasema sio offside. Lilikuwa ni tukio tight. Alikuwa tukio la wazi. Ndio maana tumepishana hata hapa. Na hata binafsi mimi nimerudia mara kadhaa ili kujiridhisha. Mara ngapi umeangalia? Mara 3. Na baada ya mechi kumalizika. Lakini kabla ya mechi kumalizika bado nilikuwa sielewi. Kwa hiyo kuna kiubinadamu. Unaweza kusema kwa lile pale huwezi sana kumlaumu. Huwezi kumlaumu mwamuzi msaidizi. Na hata pia aliyekosea ni Mohamed Mkono. Line 1 sidhani kama kuna mtu ana mashaka na Mohamed ambaye ni senior. Ni senior na amekuwa akifanya vizuri. So ndani tu hata kimataifa. Kwa lile kidogo unaweza ukalikubali kama ni makosa ya kibinadamu. Alikuwa tukio jepesi. Alikuwa jepesi. Hata mimi ambavyo nimelitazama kiukweli alikuwa tukio jepesi. Ilikuwa very tight, yani ndio mambo ya VAR pale ndio inabidi yaingie. Ilikuwa tight sana, itakuwa ipigwe mistari. Na bahati mbaya pia kwenye kamera zetu huwa zitonyeshi mstari wa mwisho. Yani lazima inachukua kwa nyuma kidogo. Kwa hiyo kuna muda kama ukiangalia mchezaji wa Azam kama yupo nje, kama yupo ndani, kwa hiyo ni tight. Kwa hiyo kwa ile offside ile ni ngumu sana kumlaumu muamuzi moja kwa moja. Kwa teknolojia namna ambavyo ilivyo. Tukio la Prince Dube nimeona pia kama masaa mawili au lisali moja za kazi aliposti mechi ya Yanga na Azam, Faisal akimchapa Dube na ikaonekana Dube alidive. Kwa hiyo alichoandika Zaka ni kwamba kweli makini sana na Dube kwenye matukio kama haya. Mendoza Dube, was it a penalty? Yeah, penalty. Msajigwa? Penalty. Kwa nini penalty? Kwa mtu ambaye anaamini ilikuwa penalty. Kwa sababu ya moment yenyewe ilivyotokea. Ilitokea wakati ambao Dube alikuwa pasina shaka 100% yeye alikuwa comfortable mmiliki wa mpira. Na akafanikiwa kuupishanisha mpira na mchezaji wa timu pinzani. Mchezaji wa timu pinzani akainvolve na mwili wa Dube baada ya Dube kumacha na mpira. Na ule mpira ulikuwa hauna mtu wa kuutoa kwenye eneo ambalo Dube alikuwa ameliweka kwa sekunde moja iliyokuwa imesalia. Maana kama Dube asingedistabiwa angeukuta ule mpira na angeweza kufanya moment zaidi ya pale ambao tunaita ni chance ya tukio lile. Tunaweza tukalifanisha na tukio la mchezaji wa Barcelona Dani Olmo kwenye mchezo kati ya Newcastle na Barcelona. Yes, yanafanana kwa sababu fenti ilikuwa ni ile kushoto, muundo ni vile vile. Mpira mtu akaupeleka kulia, mtu akabaki na mwili mlinzi. Ndicho kilichotokea jana. Bahati mbaya sana kwenye Dube ni kama kwa sababu muamuzi alikuwa nyuma ya Dube akiliangalia tukio. Dube aliuona mguu wa mlinzi unakuja, akahamaki, yani ile akaonesha kwamba mimi naumizwa. Yani kwenda kwake chini alikuwa tayari ameshahamaki kwamba mimi naumizwa kabla ya tukio. Ni moment ndogo sana tunaizungumzia hapa. Body language ya Dube ukisema alidive, wanaosema kwamba ilimuonyesha hivyo referee. Yes, ilimuonyesha hivyo referee. Na ndio maana tunasema ni penalty kwa VAR. Sio penalty kwa kuona kwa macho kwa urahisi. Yes. Ni penalty ya VAR. Ila ni clear penalty kama kungekuwa na VAR, kwa sababu haikuinvolve mpira kwa vyovyote vile, na aliyekuwa kwenye umiliki wa 100% na aliuweka kwenye eneo sahihi akimwacha beki alikuwa ni Prince Dube. Kwa hiyo kwa vyovyote vile ilikuwa ni penalty, ila body language ya Dube ilimuonyesha muamuzi kwamba mimi niko hatarini, niangalie mimi. Kwa hiyo kwa maamuzi ya jana watu wanamlakia muamuzi, mfano kama kwenye haya matukio yalikuwa ni matukio ambayo unaweza kusema kiubinadamu yalihitaji msaada zaidi. Yani kiufupi waamuzi wa jana ukitaka urate kiwango chao ni 7/10. 7/10. Kwa hiyo nao wapigia kelele ni hisia tu. Lakini matukio mengi waliyaendea kwa usahihi sana. Kwa sababu ambayo yanazungumzwa hapa ni ile offside ambayo sio hapa tumegawanyika licha kuangalia kwa TV. Na mazingira yake yalikuwa magumu sana. Ile penalty kwa namna ambavyo mwamuzi alikuwa analitazama tukio na mbele yake yuko Dube,
alafu mbele ya Dube ndo kuna Fernandes Mendoza. Na Mendoza vile ile tukio unaweza pia ukashawishi kwamba naye pia ni kama alikuwa anataka kuomba foul, kwa sababu alikuwa anaenda wakati mwingine amefika kwenye tukio, kuna muda kama alikuwa anaelekea kuanguka. Mwamuzi ambaye unatazama tukio hapa mbele yako unamuona mtu ambaye anashambulia na ni kama amejiandaa kuguswa, alafu yule wa mbele anaelekea kuanguka, unaweza kaisi mtu ana dive. Na Mendoza alichelewa by the way. Alichelewa kufika, yes. Kwa hiyo ni matukio ambayo yalikuwa yanahitaji usaidizi. Angeenda kwenye VAR na mimi angeweza kuamua, lakini kwa ile mara moja sekunde kadhaa asingeweza kuamua. Kwa hiyo jana kama ni makosa tunasema ni makosa ya kibinadamu. Makosa ambayo yalikuwa yanahitaji usaidizi wa teknolojia. Mimi kosa moja ambalo alilazimishwa sana kumpa Himidi Mao kadi ya njano kwenye moment ambayo Himidi Mao alienda nzima. Ya Max na kuja kupata kadi. Alilazimishwa sana nikaja kuitoa kwa force ya Diarra mpaka Diarra naye akapata kadi ya njano. Sikuelewa kwa nini muamuzi alikuwa mzito kwenye maamuzi ya wazi kama faulo ile ambayo ni hata ile penalty. Kuna eneo of course ilikuwa ngumu. Lakini inawezekana muda pia. Baba nifunike saa hizi. Sasa ndo hilo ndo pigo kubwa ambalo alimalizi mechi, si ndio? Kwa mujibu wa sheria. Hilo ndo pigo kubwa ambalo halimalizi mechi. Kwa alikuwa na sababu yoyote ile. Kama angekuwa amejiridhisha kwa kuona vizuri muda hauwezi kuwa sababu, kwa sababu ni pigo kubwa ambalo halimalizi mechi bila kupigwa. Yes bana, hayo ni miongoni mwa matukio makubwa ambayo pia yamezua gumzo na yamegawanya watu. Naweza kama umesikia hapa studio yanatuambia kwamba ni maamuzi ambayo yalihitaji usaidizi. Lakini mjumbe wa kamati ya utendaji ya klabu ya Young Africans Alex Ngai, yeye zigo la jana amelitupa kwa waamuzi wao kushindwa kuondoka na alama zote 3. Football. Kwa hiyo mechi imeisha, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumepata alama moja, japo sijapendezwa sana na maamuzi ya refarii, kwa sababu mimi waga sikagi na uchafu kama bahari. Naona mwisho wa siku tunamshukuru Mungu, mechi imeisha, basi zote tusijaridhika naye. Kuna mambo mengi tu ya kipuzipuzi alikuwa anayafanya uwanjani. Kwa hiyo mwisho wa siku yeye ndo mwamuzi wa mwisho, acha maisha yaendelee. Mimi siwezi kuzungumzia sana hivyo vitu ambavyo vimetokea huko vyumbani. Najua kumekuwa na upuuzi mwingi sana umekuwa unaelekezwa na wajinga wachache kwa makusudi kabisa, wakiwa na nia zao ovyo ambazo hatujui wanakuwa na mipango gani, lakini mwisho wa siku sisi tumekuja uwanjani. Ilikuwa mechi nzuri, japokuwa kiufundi ukiangalia unaona kabisa kutokana na ratiba jinsi ilivyo, imekuwa ni kwamba mechi za hapa kwa hapa. Kwa hiyo naona wachezaji wa timu zote mbili kulikuwa kuna fatiki ambayo kiukweli imetukumba timu zote mbili, lakini mwisho wa siku matokeo yamekuwa kama hivyo yalivyotokea. Tunasema alhamdulillah, tunaendelea na ligi. Bana, huyo alikuwa ni Alex Ngai, kumradhi kwa na picha za Popat akiwa na kanzu yake ile ya Magrashe, lakini ulipaswa kumtazama Alex Ngai ambaye ndiye alikuwa akizungumza jambo. Lakini kwa upande wa makamu wa rais wa Azam FC Abdul Karim Popat, yeye akiwa anazungumzia kutokana na mazingira magumu, harufu vyumbani na mambo yote, namna ambavyo mchezo huo ulikuwa. Kwa hiyo jana lawama nyingi sana Yanga ndo kama wamezitoa, lakini na yeye pia akazipangua na akigusa kwamba wao pia Azam FC wamekuwa wahanga mara kadhaa. Amesipendi kuzungumzia masuala ya mwisho, sababu kiukweli kwenye nchi wa Afrika wa mambo yao sisi. Kwa hiyo kama wenzetu wanalalamika leo, sisi tumeshazoea hayo, si kwetu mambo ya kawaida. Huwezi kujua nani alikuwa nyumbani, kwa sababu hapa si leo tulikuwa tuko home, lakini wao ndo kama wako nyumbani. Kwa hata mechi ya pili haina tofauti yote. Hata sisi tungekuwa tuko nyumbani mara 3, kokote tucheze hapa, tucheze Chamazi, hizi timu mbili kokote zinapoenda wao ziko nyumbani. Hazijawahi kufeel away atmosphere kokote. Labda kimataifa kiko hapa Tanzania, waende mkoa wote wacheze Dar es Salaam, wacheze mkoa wote, wao wako nyumbani. Kwa hiyo hiyo haina kiruhusiwa saizi kwenda, na mwenyewe unaweza kaenda hapo na hiyo harufu utaisikia. Hivi hata upande wetu ukienda utaisikia hiyo harufu. Wewe sasa hivi toka nenda hapo ndani. Paka sasa hivi wewe tukimaliza hapa nenda nani kasikie. Nakwambiaje, mimi kwetu upande huu huku. Unaona ukulia? Ukimaliza hapa nenda kasikie mwenyewe hiyo harufu. Mimi siwezi kujua, mimi mwenyewe nimesikia tu hiyo. Si hatukutumia, tumetumia mwisho kabisa huko. Bwana, wewe ni Popat ambaye anakuambia Simba na Yanga hawana ugenini popote pale. Kwa kama ukisikia kuna mtu ana malalamiko kwamba ameonewa kwa sababu alikuwa ni mgeni, Popat anakuwa ugenini au nyumbani kikanuni. Na hapo anasema Popat amethibitisha wao hawajatumia nao kuona harufu mbaya. Kwa hiyo kuna adhabu hapo. Kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi, mzigo upo. Vijueni mnaijua kama kamati ya saa 72, lakini ni kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi tayari kuwa na mzigo wao hapo.
wanao yani wote hawakutumia wote wawili hawakutumia. Ndio maana mimi kila mtu anakimbia vyuma. Ndio maana mimi wana propose kanuni zihusu point kwenye baadhi ya vitu vidogo hivi. Mambo ni mengi. Nidhamu, si usimamizi wa nidhamu ya mchezo. Hilo litakuwa gumu. Usishe point. Natokea kiwanjani. Hamna atakayepitisha hiyo kanuni. Hakuna. Kwa sababu kama hii stories za vyumba siji dawa nini. Ni story ambazo tangu tunakuwa. Yeah. Kuna msimu nakumbuka ambazo zinakuwa mbaya kwa sababu ya ushindani unavyozidi kuwa mkubwa. Kwa sababu msimu huu kwa timu zilivyo sasa hivi nafasi 2 za Champions League zishakuwa demand. Zamani zilikuwa tu wale. Sasa hivi zishakuwa demand kubwa. Nafasi 2 za shirikisho ikitokea point bado zinakidhi timu 4. Bado ni kimbembe. Itafika hatua tunakosa nafasi 4, tuna nafasi 2 ama 3.